Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein na wakati huu tuelekee katika mataifa magharibi ambapo NATO na Umoja wa Ulaya wanataka ushirikiano zaidi katika mapambano yao dhidi ya Urusi. Viongozi hao wa jumuiya ya kujihami ya NATO pamoja na Umoja wa Ulaya wametoa wito wa ushirikiano zaidi wa kiulinzi na kuongeza uwekezaji ili kukabiliana na vitisho vya kimataifa. Viongozi hao aidha wameonyesha dhamira ya kujiimarisha kijeshi kukabiliana na hujuma zozote kutoka kwa Urusi kwa kuongeza bajeti ya ulinzi. Akizungumza katika kongamano la sekta ya ulinzi ya NATO linalofanyika kabla ya mkutano wa kilele wa siku mbili wa NATO huko The Hague, Katibu Mkuu wa NATO Mark Rutte amesisitiza umuhimu wa uhusiano thabiti kati ya NATO na Marekani na sekta ya ulinzi imara ili kudumisha amani. Amesema NATO inapaswa kuchukua hatua zaidi kuimarisha bajeti yake ya ulinzi na haipaswi kukubali kushindwa na Urusi. Mpango wa NATO sasa ni kutokubali kushindwa na Urusi katika njia yoyote. Anasema, hivyo tunahitaji kuondoa vizuizi na kuhimiza ushirikiano wa kweli wa kiulinzi kati ya Marekani na Ulaya. Ni Ulaya na Marekani kaskazini pekee ndizo zinazoweza kuinuka na kukabiliana na changamoto hiyo. Kuna msemo wa Kirumi unasema, kama unataka amani, jiandae kwa vita. Ni jambo rahisi, imarisha ulinzi wako hadi asiwepo mtu anaweza kuthubutu kukushambulia, anasema Mark Rutte. Kadhalika NATO imesisitiza kuendelea kuisaidia Ukraine. Katibu mkuu huyo wa NATO anasema kwamba viongozi wa NATO wanakaribia kuchukua hatua za kihistoria kutoa rasilimali zinazohitajika kwa ulinzi imara. Amemhakikishia rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kuwa anaweza kutegemea kuendelea kuungwa mkono na washirika wake kwa ajili ya ulinzi wake dhidi ya Urusi. Kwa upande wake, rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amepongeza kile alichokiita ahadi ya kihistoria ya matumizi ya NATO, akisema sekta ya ulinzi ya Ulaya hatimaye imeamka. Kesho, kwa maana ya leo, mkutano wa kilele utaweka malengo mapya ya kihistoria ya matumizi kwa washirika wa NATO, lakini jinsi tunavyoweka ni muhimu sawa na kiasi tunachowekeza, anasema von der Leyen. Aidha, von der Leyen amesema katika miezi ya hivi karibuni Ulaya imechukua hatua ambayo ilionekana kutofikirika mwaka uliopita. Rais Zelensky hata hivyo atakutana tena na rais wa Marekani Donald Trump. Wakati hatua nyingine za rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ambazo amezitolea wito washirika wake wa NATO kuongeza uwekezaji katika uzalishaji wa silaha kwa Ukraine na kudhibiti vifaa kutoka nje vinavyotumiwa na Urusi katika kutengeneza silaha zake, Zelensky amesema wanapaswa kuhakikisha kwamba uwezo wao wa ulinzi na uwezo wa washirika unaweza kufanya kazi kwa ajili ya amani yao na sio kwa ajili ya wazimu wa Urusi. Wakati huo huo, rais wa Marekani Donald Trump amesema huenda atakutana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky pembezoni mwa mkutano wa kilele wa NATO. Akizungumza kwenye ndege ya Air Force One, Trump amesema Zelensky yuko katika wakati mgumu ambao hatupaswi kupitia. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi tu usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili uweze kupata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote uweze kuyajua mengi katika ulimwengu.